الحمد لله ذي المن والإنعام شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والآثام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبته البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، مع برنامجكم هكذا حج الصالحون. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa neema, mwenye kuwaneemesha waja wake, lakini vile vile Allah ambaye subhanahu wa ta'ala amewataka waja wake kwenda kuhiji katika nyumba tukufu, nyumba yake Allah tabaraka wa taala, mtu anapokuwa na uwezo, liukaffira anhum dhunuba wal atham, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwasamehe makosa yao pamoja na madhambi yao. Na baada ya kumswalia na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye ndiye mbora wa viumbe, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama pamoja na masahaba wake na wale watakaofuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama pamoja na masahaba wake ila yaumil qiyama. Na kuhusieni ndugu zangu, kadhalika na yusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio wasia wa Allah tabaraka wa ta'ala lil awwalina wal akhirin, tangu wale wa mwanzo wetu na sisi pamoja na wale wa mwisho kabisa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, bila shaka tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, yani ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa iyyakum, na nyinyi kadhalika ummati Muhammad tumekuhusieni kwa wasia huo, an taqullah, ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nakuhusia ndugu yangu, kadhalika naihusia nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tunaendelea na kipindi chetu hakadha hajja salihun, hivi ndivyo walivyohiji waja wema, au unaweza ukasema hivi ndivyo ilivyokuwa hija ya waja wema. Ndugu zangu katika imani, leo tuko katika halaka ya 3 ya kipindi hiki cha hija ya waja wema. Tulitazama katika vipindi vilivyotangulia kwamba ibada ya hija inamuandaa mtu kumtoa katika sifa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile inamuweka katika sifa ya kuwa ni muwahid, mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini leo tutatazama mimma nalmasu min athari haula'i salihin, katika mambo ambayo tunaweza tukayatazama kwa kina na kujifunza katika ibada au utekelezaji wa ibada ya hija kwa wema waliotangulia. Tunapata kujifunza kitu kimoja muhimu sana, ta'dhimu salafi ridwanullahi alaihim ajma'in lihurumati llahi tabaraka wa ta'ala fil hajj. Namna gani wema waliotangulia walivyokuwa katika ibada ya hija wanatukuza yale mambo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyatukuza. Ndugu zangu katika iman, mji mtukufu wa Makka ni mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza. Ameitukuza haramu yake na akaitukuza nyumba yake tukufu Al-Kaaba, lakini yako mengi sana ambayo Allah ameyatukuza, ikiwa miongoni mwao ni hizi sha'air au mashairul hajj, kuanzia Makka, kuanzia pale haram, pamoja na yale maeneo yaliyokuwa ni maeneo ya ibada ya hija, ikiwa ni pamoja na Mina, pamoja na Arafat, pamoja na Muzdalifa na mengine mengi katika mambo ambayo tutakuja kuyafahamu. Sasa wema waliotangulia kanu yu'adhimuna hurumati llah, walikuwa wanayatukuza yale mambo ambayo Allah jalla wa ala ameyatukuza. Tutaziona baadhi ya athar kutoka kwa wema waliotangulia, namna gani walikuwa na hofu, namna gani nyoyo zao zilikuwa zinaogopa katika masala ya ibada nzima ya hija, au mtu anapofika katika maeneo matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tufike kwa ajili ya ibada ya hija. Fa'am Mujahidin anna Abdullah ibn Amr kana lahu fustatan, ahaduhuma fil haram wal akhar fil hil, fa idha arada an yusalli salla fil ladhi fil haram, wa idha kanat lahu al hajatu ila ahlihi jaa ila alladhi fil hil, faqila lahu fi dhalika faqala inna makkata makkah. Athari hii
akhrajahu ibn Abi Shayba fi al-Musannaf mujalladi wa 3 ukurasa wa 269 na isnadi yake ni isnadi iliyokuwa sahihi kabisa. Anatusimulia Mujahid kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As kana lahu fustatan, alikuwa na mavazi mawili kama vile vizibao, mavazi ambayo ni mavazi ya mapambo, akiyavaa yanakuwa ni mapambo kwake. Alikuwa na mavazi mawili, ahaduhuma fil haram, vazi moja aliliweka ndani ya haram, katika maeneo ya haram anapokuwa pale analitumia vazi lile kulivaa na kujipamba, anavaa vizuri. Wal akharu fil hil, na vazi lingine analo nje ya mipaka ya haram, yani huko nyumbani kwake. Fa idha arada an yusalli, anapokuwa katika maeneo ya haram, pindi anapotaka kuswali, salla fil ladhi fil haram, anavaa lile vazi ambalo liko haram, anavaa lile pambo lake liloko katika maeneo ya haram. Wa idha kanat lahu hajatun fi ila ahlihi, na pindi anapokuwa amekuwa na dharura ya kutoka kwenda kuiona familia yake, jaa ila alladhi fil hil, analichukua lile ambalo liko katika maeneo ya nje ya haram, analivaa wakati anapokuwa anaswali. Tabia hii walipoiona, waliomuona wakamuuliza, faqila lahu fi dhalik, akaulizwa, kwa nini wewe ukitaka kuswali unavaa vazi maalumu, unajipamba, lakini pia maamuzi yako ya kuwa na mavazi mawili, mapambo mawili, moja liko haram, moja liko nje ya mipaka ya haram, kuna nini au kulikoni? Akawaambia, inna makkata makka. Ni maneno ambayo ni mafupi lakini yamebeba maana kubwa, kwamba hakika Makka ni Makka. Maana yake nini? Hakika haram ni sehemu ambayo inatakiwa mtu ajipambe, ajiweke vizuri, apendeze, kwa sababu yuko pahala patakatifu, anataka kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sehemu ambayo inatakiwa mtu awe katika muonekano uliokuwa mzuri, an yatajammala lillah, ajipambe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni wito wa Allah tabaraka wa ta'ala, ndugu zangu, kwani Allah jalla wa ala ametutaka tuchukue mapambo yetu, tujipambe vizuri pale tunapokwenda kuswali. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ndugu zangu, kwa mnasaba huu nitoe tambihi moja, nitoe angalizo. Wako baadhi ya Waislamu, la haula wala quwwata illa billah, unaweza ukamkuta ana nguo zake nzuri kabisa, lakini anapokuja msikitini hutafuta yale manguo ambayo ni marapurapu, yale manguo ambayo yamekuwa yamechoka choka ndio anavaa kwa ajili ya kuja msikitini. Na hili kila mmoja ni khairu shahidin, atakuwa ni shuhuda mzuri. Watazame Waislamu wengi, illa marahima rabbi, wale pindi wanapotoka swala za alfajiri kwenda msikitini, anakuja mtu amevaa nguo ya kulalia, ndio anakuja kuswali swalati alfajiri. Baada ya hapo akirudi nyumbani ndio huoga, akavaa nguo iliyokuwa nzuri, sasa anakwenda ofisini kwake, anakwenda kazini. Ndugu yangu katika imani, inna Allah tabaraka wa taala ahqqu bi an tatajammala lah, Allah ana haki zaidi kujipamba kwa ajili ya kukutana naye. Kama vile unavyojiweka vizuri unapokwenda kukutana na watu ambao ni waheshimiwa, watu ambao unahisi kwamba wanakuthamini, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni aula na anastahili zaidi mtu kujipamba pale unapokwenda msikitini. Sasa Abdullah bin Amru, yeye alikuwa na mapambo yake mawili, moja ameliweka katika eneo la haram, lingine liko nje ya mipaka ya haram. Anapotoka nje ya mipaka ya haram huvaa lile, na lile lingine linabaki pale katika maeneo ya haram. Alipoulizwa akasema, Makka ni Makka, yani ina utukufu wake. Hii ni moja, ndugu zangu katika imani, katika athari za wema waliotangulia, kaifa kanu yuadhimuna hurumati llah, yani huyu bwana katika namna ya kuheshimu pahala hapa pa haram, katika namna ya kuheshimu nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akahisi kwamba pia hata mavazi hala hapa panatakiwa kuwa na mavazi ambayo ni maalum. Waqala Sufyan ibn Uyayna, vile vile katika athari nyingine Sufyan ibn Uyayna anasimulia, hajja Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, alitoka katika safari ya hija, anakwenda katika ibada ya hija. Ali ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, falamma ahrama, pindi alipohirimia, akaweka nia, akafanya talbia, ahrama, falamma ahrama wastawat bihi rahilatuhu, alipofika katika miqat akajiandaa, akavaa ihram, akaweka nia ya ibada ya hija, akawa amepanda juu ya kipandwa chake, kwa sababu ni sunna. Hii ndiyo sunna, kwamba mtu anapofika miqat
baada ya kuoga, kama itakuwa imemwezekania, imekuwa ni vyepesi kuoga, akavaa vazi la ihram. Kama alikuwa na kipandwa, ni wakati gani anaanza kuleta talbia, ni wakati gani anahirimia? Anapopanda juu ya kipandwa chake, wastawa alayhi, akawa ametulia vizuri, amemakinika juu ya kipandwa chake, hapa ndipo anapotakiwa kuhirimia ibada ya hija na kuanza kufanya talbia akiondoka kuelekea Makka. Sufyan ibn Uyayna anatueleza kwamba Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma alipokuwa amehirimia ibada ya hija, wastawat bihi rahilatuhu isfarra launuhu wantafadha wa waqa'at alayhi ar-ri'da wa lam yastati' an yulabbi. Subhanallah. Huyu bwana alipopanda juu ya kipandwa chake, akawa amemakinika juu ya kipandwa chake, mara rangi yake ikambadilika, akawa amepatwa na hali fulani ya kutetemeka, akaingiwa na hofu, akaanza kutetemeka. Walam yastati' an yulabbi, hakuweza hata kusema ile talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Haya maneno hakuweza kuyazungumza. Faqila lahu, akaulizwa, lima la tulabbi, una nini wewe, mbona hufanyi talbiya, mbona huleti talbiya? Faqal, akasema kuambia, akhsha an yuqala li, naogopea nitakaposema labbaik allahumma labbaik isije pakasemwa nikaambiwa la labbaika wala sa'daik. La haula wala quwwata illa billah. Yani alikaa akaenda mbali zaidi kimawazo, akafikiria mbali zaidi kimawazo, mpaka akafika pahala akaona pengine mimi inawezekana Allah tabaraka wa taala asinitikie, kwa sababu ndugu zangu katika iman, imethibiti katika sunna kwamba pindi mtu anapopanda juu ya kipandwa chake katika safari yake ya hija, akaanza kufanya talbia, itakapokuwa maandalizi yake ni ya halali, tumo lake ni la halali, amekwenda katika mazingira yaliyokuwa sawa sawa, akisema labbaik allahumma labbaik, basi huitikiwa. Fayunadi munadi minas samaa, ananadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, anaambiwa labbaika wa sa'daika zaduka halalun hajjuka mabrurun maajurun ghaira maazurin. Anaambiwa maneno, yani wito wake ule ambao ameuita, labbaika allahumma labbaika, nimekuitika Bwana wangu, nimekuitika, nimekuitika Mola wangu, nimekuitika, labbaika la sharika laka labbaika, na kuitika Mola wangu hali ya kuwa naamini hauna mshirika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku, hakika himdi zote na neema zote ni zako na ufalme ni wako, la sharika laka. Akisema maneno haya, basi maneno haya huitikiwa. Anaambiwa chumo lako ni la halali, wito wako umekubalika, hija yako ni mabrur, ni yenye kukubaliwa, ni mwenye kutoka na malipo makubwa, sio mwenye kutoka na madhambi. Sasa huyu bwana anasema, naogopea nitakaposema maneno haya, ani yuqala li, pasije pakasemwa nikaambiwa la labbaika wala sa'daik. Jinsi gani walivyokuwa na hofu, jinsi gani walivyokuwa wakiogopa, jinsi gani walivyokuwa wakifanya matendo yaliyokuwa makubwa, lakini wanaogopea Allah yutakabala minhum, kwamba huenda pengine wana mapungufu wako nayo yakapelekea ibada zao zisikubaliwe. Leo hii ndugu zangu katika iman, ukitazama hija ya wengi miongoni mwetu inakuwa kama vile ni safari fulani tu za kimatembezi. Unawakuta watu katika miqat, hakuna, ukiwatazama huoni kama mtu yuko kwenye shuur na hisia za kwamba yuko kwenye ibada. Watu wameshughulishwa na mambo mbalimbali ya kipuuzi, mambo mbalimbali munkarat, bali mambo mengine ni haram. Unamkuta mtu anakwenda kuoga, anapiga picha, amemaliza kuoga anavaa ihram, anapiga picha. Mtu kashughulishwa na WhatsApp, mimi hivi sasa nimefika miqat, sasa hivi nimevaa ihram, kana kwamba ibada yake anakuwa ni ibada ya maonyesho. La haula wala quwwata illa billah. Ikhlasi itatoka wapi? Una uhakika gani kwamba Allah tabaraka wa taala amekukubalia? Kwa hiyo huyu bwana anawaambia, naogopea isije nikaambiwa la labbaika wala sa'daika. Falamma labba, alipojikakamua na akajitahidi akasema talbiya labbaik allahumma labbaik, ghushiya alayhi, akazimia, wa waqa'an ala rahilatihi, akaporomoka akadondoka kutoka katika kipandwa chake. Falam yazal ya'tarihi dhalika hatta qada hajjahu, hali hii ikawa inamtokea, anazimia, anazinduka, anazimia, anazinduka, mpaka anamaliza ibada yake ya haji. Nini kilichopelekea mambo haya? Ile hofu aliyokuwa nayo,
ule uoga aliyokuwa nao katika kufahamu na kuthamini mahala patakatifu ambapo amewafikishwa kupafika. Lakini sisi ndugu zangu, ibada yetu imekuwa ni safari za kimatembezi, imekuwa watu kama vile wako picnic, watu wameshughulika na mambo mbalimbali ya kuwaonyesha watu, na a'udhu billahi minar riya, mpaka inafika pahala unaweza ukasema ibada hii ni ibada ya kuwaonyesha watu na inakuwa imekosa ikhlasi ndani yake. Maneno haya ndugu yangu katika imani na yazungumza mimbabi tambih, katika mlango wa kutanabahishana na kuzinduana kwako wewe ambaye unakusudia kwenda katika ibada ya haji. Utambue kwamba ibada ya hija, safari ya hija ni safari ya kiibada, na kama ni safari ya kiibada, jitahidi kwa kadiri uwezekanavyo, muombe Allah tabaraka wa taala akuepushe na mambo kama hayo ya riaa, mambo ya sum'a. Lakini ufahamu kwamba pahala hapa unapokwenda pana utukufu wa namna gani. Ni pahala ambapo wamesimama, ni maeneo ambayo wamepita, wametembea, wamekanyaga viumbe watukufu, mitume na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa hiyo Makka pamoja na Madina, haramu hizi mbili zina utukufu wa namna yake. Utakapokuwa unatembea katika maeneo haya, zikujie shuur na hisia za namna hiyo, zikujengee hofu na unyenyekevu, ujiulize kwamba huenda Allah tabaraka wa taala asipokee ibada yako hiyo ya haji. Vile vile athari nyingine miongoni mwa athari zinazoonyesha ta'dhimu salafi li hurumati Allah tabaraka wa taala, namna gani wema waliotangulia katika ibada zao za hija walikuwa wanachunga na kuyaheshimu na kuyatukuza mambo ambayo Allah jalla wa ala ameyatukuza. Waqala Malik ibn Anas, walaqad ahrama Ali ibn al-Husayn falamma arada an yaqula labbaik qalaha fa ughmi alayhi hatta saqata min naqatihi. ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة إلى أن مات، وكان يسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته. سبحان الله. أنا سمع مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ولقد أحرم علي بن الحسين. vile vile imepokewa kwamba Ali ibn al-Husayn alipata kufanya ibada ya hija. Katika ibada yake ya hija akahirimia, falamma arada an yaqula labbaik, pale alipojipanga kwa kutamka talbiya labbaik allahumma labbaik, qalaha, akalitamka neno hili, fa ughmi alayhi hatta saqata min naqatihi, akazimia mpaka akadondoka kutoka katika mnyama wake aliyekuwa amempanda. Nini? min kathrati ma yakhsha, kwa wingi wa kuogopa, kwa sababu ya hofu aliyokuwa nayo alla yatakabbala Allahu minhu, kwamba huenda Allah jalla wa ala anaweza asimkubalia ibada yake. Anasema walaqad balaghani annahu kana yusalli fi kulli yawmin wa laylati 1000 rak'atin, kwamba imenifikia katika taarifa alizozipata kwa uchamungu na ibada alizokuwa akizifanya Ali ibn al-Husayn, kwamba alikuwa anaswali kila siku fi kulli yawmin wa layla, katika kila siku mchana na usiku anasali rakaa 1000 ila ammat. Utaratibu huu aliendelea nao mpaka alipokufa. Wakana yusamma bil Madina, na huyu bwana katika mji wa Madina alikuwa anajulikana kwa jina la Zainul Abidin, ilikuwa ndio kunia yake, pambo la watu wafanya ibada, au pambo la wacha Mungu, pambo la watu wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa ibada alizokuwa akizifanya, akawa amepewa hii kunia au laqabu ya Zainul Abidin. وهذا التعظيم أيها الإخوة، na huu utukuzaji wa kuyatukuza matukufu aliyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kutekeleza amri ya Allah jalla wa ala fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi siyaqi ayati al-hajj. Pale Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa akieleza ibada ya haji katika surati al-hajj aya 30, akasema Allah jalla wa ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, dhalika wa man yu'azzim hurumati Allah fahuwa khairul lahu inda rabbih, kwamba hayo ni kwa sababu man yu'azzimu hurumati Allah, mwenye kuyatukuza matukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameyatukuza, fahuwa khairul lahu inda rabbih, kwa hiyo kufanya kwake hivyo jambo hilo ni bora kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika aya 32 vile vile katika surati al-hajj Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah, ndio kama hivyo yoyote mwenye kutukuza sha'air Allah, alama, nembo ambazo ni nembo za Allah tabaraka wa taala, nembo za kuonyesha matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala,
fa innaha min taqwal qulub, hakika mambo hayo au tabia hiyo ya kuyatukuza na kuvitukuza vile ambavyo Allah amevitukuza ni moja katika dalili za uchamungu wa mtu. Kwa hiyo mambo haya waliyafanya wema waliotangulia si kwa sababu tu pengine taswannu, kujionyesha au kutengeneza kitu ambacho hakipo, la, ni kwa sababu walifahamu fika kwamba jambo hilo ni katika mambo ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala anayataka, ameyaagiza na yanamridhisha. Fata'dhimu hurumati Allah ibadallah min al-umuri al-mahbubati lillahi tabaraka wa ta'ala al-muqarribati ilayhi, kuyatukuza mambo ambayo Allah ameyatukuza ni katika mambo ambayo yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni katika mambo ambayo yanamkurubisha mtu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allati man 'azzamaha wa ajallaha athabahu Allahu thawaban jazila, mambo ambayo mwenye kuyatukuza yale ambayo Allah ameyatukuza basi Allah subhanahu wa ta'ala humlipa malipo yaliyokuwa mengi kabisa. Wa kanat khairan lahu fi dinihi wa dunyahu wa ukhrahu 'inda rabbih, na kufanya hivyo inakuwa ni khairi kwake mtu huyu katika dunia yake, katika dini yake, kadhalika katika akhira yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu unayekusudia kwenda katika ibada ya hija, yazingatie haya kwa kina, uelewe utukufu wa Makka, uelewe utukufu wa Madina, uelewe utukufu wa maeneo ambayo unakwenda. Kwa hiyo ujiepushe na mambo mbalimbali ya kipuuzi, jiepushe na tabia zako zisizokuwa nzuri. Unapoingia katika ardhi hii tukufu ya Makka, elewa kwamba uko katika maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Bali unapokuwa katika nyumba tukufu ya Allah, al-Haram, unapokuwa katika haram ya Allah iliyokuwa tukufu, unapokuwa unafanya tawafu haula al-Kaaba, elewa kwamba maeneo haya na nyumba hii ni nyumba kongwe ambayo Allah tabarak wa taala ameiandaa maalum katika aya tuliyoitanguliza, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Allah anasema ni nyumba maalum kaiandaa. Kumbuka tulipomwandalia Ibrahima makana al-bayt. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tofauti kabisa na maeneo mengine yote duniani, panahitaji fiqhi, panahitaji uelewa, panahitaji utambuzi na panahitaji kuheshimiwa. Ndugu zangu katika imani, tumezungumzia mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza, lakini inawezekana usiyatambue na kuyaelewa hayo matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Wa hurumatillah, na yale matukufu ya Allah subhanahu, kullu ma lahu hurmatun wa amara bihtiramihi, ni kila jambo lenye utukufu na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kulitukuza, min ibadatin au ghairiha, miongoni mwa ibada au mambo mengine isiyokuwa ibada, kal manasik, kama ibada ya hija. Ama eneo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam ametuainishia kwamba haya ni maeneo ya ibada, wal haram, na kadhalika unapokuwa katika eneo la haram, wal ihram, na ile ibada yenyewe ya kuhirimia kwa ajili ya kuingia katika ibada ya hija, wakal hadaya, na kama vile ambavyo vichinjwa ambavyo watu wanavichinja kwa ajili ya ibada katika ibada ya hija, kadhalika ni vitu ambavyo Allah amevitukuza. Wakal ibadati allati amara Allahu al-ibada bilqiyam biha, na vile vile ibada zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka na amewaamrisha waja wake wazitekeleze. Fata'dhimuha, kuvitukuza vitu hivi, yakunu ijlaluha bilqalb, inakuwa ni kwa kuvitukuza ndani ya moyo. Unapokuwa katika ardhi ya Makka, uone utukufu wake katika moyo wako, usione kama uko katika eneo la kawaida, bali vile vile unakwenda kuvaa ihram kwa ajili ya kuingia katika ibada ya hija. Pale unapohirimia na ukasema labbaik Allahumma labbaika, maneno haya yatoke moyoni kabla ya kutoka katika ulimi. Kadhalika unapokwenda kuchinja yaumun nahar, unapokwenda kuchinja kichinjwa chako, lazima ukione ni tofauti na vichinjwa vingine, kwa sababu hiki ni kichinjwa maalum iktidaan, ni kwa ajili ya kumwiga na kuifuata sunna ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam. Lakini vile vile haya mambo wakati unapoyafanya iwe ni kwa mapenzi ya dhati kutoka ndani ya moyo, wa takmilul ubudiyyati fiha, hali ya kuwa unaamini kwamba sasa ni katika kukamilisha utumwa wako kwa Allah jalla waala. Allah amekuita ukaitika, amekuamrisha ufanye ukafanya, ufanye hali ya kuwa moyo umeridhia, moyo umefurahi na kwamba unatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira mutahawinin, sio kwa uzembe na upuuzi, wala mutathaqilin,
au ukawa unaona uzito, pengine unanunua kile kichinjwa unaona kama vile ni gharama kubwa, au unaona kama vile pengine unapoteza mali yako, kama vile ambavyo wengi miongoni mwa Waislamu wanashindwa kwenda kutekeleza ibada ya hija hali ya kuwa uwezo wanao, kwa sababu wanahisi mali zao zitapungua, kwa sababu wanahisi kama vile ni jambo lina ukhiari ndani yake. Mwenye kufanya haya, ndugu zangu katika imani, lam yu'azzim hurumatillah, huyo anakuwa hajayatukuza yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Ayuha almuslimun, ndugu zangu katika imani, innahu yajibu ala alhajj, ni mambo ambayo ya lazima yanampasa, yanamwajibikia mwenye kutekeleza ibada ya hija, an yura'i hurmata zamani wal makan, kuchunga na kuzingatia utukufu wa muda utakaokuwemo, lakini na mahala ulipo. Na maanisha nini hurmatu zaman? Kwamba ibada hii inatekelezeka katika miezi mitukufu. Mwezi wa Dhulhijja ni miongoni katika miezi iliyokuwa mitukufu. Wa hurmatal makan, lakini utukufu wa pahala penyewe ulipo. Makka ni ardhi tukufu, ndiyo maana ina miko yake, ndiyo maana kuna masharti yake, ndiyo maana kuna mambo lazima uyazingatie, ndiyo maana kuna vitu vinaitwa mahdhuratul ihram, mambo ambayo ukishakuwa umehirimia, umeingia Maka kwa ajili ya ibada ya hija au umra, mambo haya lazima uyazingatie. Wayatajannabu ma harrama Allahu alayhi min almuharramati al'amma, kwa hiyo mwenye kutekeleza ibada ya hija yatakikana ajiepushe na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwa ujumla wake. Min alfusuq, miongoni mwa mambo mbalimbali ya uovu, min kadhibin wa ghishin wa khiyanatin wa ghibatin wa namimatin wa istihza, miongoni mwa mambo ambayo wewe mwenye kutekeleza ibada ya hija lazima uyaepuke, kwa sababu usipoyaepuka yatakuharibia ibada yako ya hija. Miongoni mwa mambo hayo ni kusema uongo. Unamkuta mtu yuko kwenye ibada ya hija, tena kavaa ihram, yuko Maka, pengine anafanya tawaf, anapiga simu anasema uongo. Wa khiyanatin, na kufanya khiana baina yako na nafsi yako, imma baina yako na waislamu wenzako, kufanya khiana. Annamima, kuteta, kusengenya. Alistihza, kuwafanyia istihzai watu. Hapo tunapokwenda au unapokwenda ndugu yangu katika imani, leo hii upo katika nchi yako, pengine umezoea mazingira fulani, umezoea jamii, watu wako ni wa namna fulani, utakwenda kukutana na watu ukayaone maumbile ya Allah tabaraka wa taala, utashangaa. Lakini unaweza kumkuta mtu ni haji, amevaa ihram, alafu anafanya kuteta na kusengenya, yuko na mwenzie, wanamsema pengine haji fulani kapita. Ala sabili almithal, kuna mataifa watu wake ni wafupi, unakuta mtu anazungumza, wanacheka, wanampointi mtu, wanacheka eti kwa sababu tu ni mfupi, au kwa sababu ni mrefu sana, au kwa sababu ni mnene sana, na mambo mengine mfano wa hayo. Chukua tahadhari ndugu yangu katika imani. Madhambi katika maisha yako kwa ujumla ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, lakini kama ilivyokuwa haram ni sehemu tukufu, malipo yake ni maradufu, thawabu zake ni nyingi, kadhalika na madhambi yake ni mengi sana. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Wayatajannabu alistimaa ila almaazif, inasikitisha kuwakuta mahujaj wamekaa wanasikiliza mziki, au unamsikia mtu yuko katika tawafu anafanya tawaf haula alkaaba, simu yake inaita ni mziki. La haula wala quwwata illa billah. Haukutosheka na kuyasikiliza mambo ya haram, mpaka unayaleta katika ardhi tukufu, mpaka unayaleta katika nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala. Muogope Allah subhanahu wa taala, kwa sababu Allah jalla wa ala ametoa angalizo na tahadhari, wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhikuhu min adhabin alim. Yoyote atakayetaka kufanya uovu katika ardhi tukufu, katika maeneo matukufu ya haram, Allah anasema tutamuonjesha adhabu iliyokuwa ni yenye kuumiza. Kwa hiyo jiepushe na mambo kama hayo, kusikiliza miziki na mambo mbalimbali ya haram, kuvuta sigara, na watu wengine wameshughulishwa, mtu yani utadhani kama vile amekwenda kule pengine ni mwanahabari, basi yeye ni mtu wa kupiga mapicha, anapiga watu picha, anafanya hivi, kila tukio linalofanyika ni mapicha. Ndugu zangu katika imani, umekwenda katika ibada, muda wako mwingi uutumie katika mambo ambayo yatakuwa ni mambo yatakusaidia kuchuma na kupata malipo ya kile ambacho umekiendea. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ta'dhimu salafi li hurumatillah, wema waliotangulia waliyatukuza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Ukitaka haji yako iwe kama walivyohiji waja wema, kama tulivyosema, hakadha hajja salihun, hivi ndivyo walivyohiji waja wema, basi ni katika mambo kama haya ambayo ni ndani sana, yazingatie, na insha Allah Mwenyezi Mungu anaweza akajalia hija yako ikawa ni mabrur. Na sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala akujalie hajjun mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur. Wa ila liqa'in akhar, tukutane katika kipindi kijacho.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.